Uhali gani mtazamaji wa Bongo 5 TV, kama kawaida kuletea matukio mbalimbali, lakini leo tuko tofauti kidogo. Tumekuletea kipindi maalum kutoka kwa taasisi ya Wasiona Tanzania VMDAT ambayo inapatikana mitaa ya Sinzamboni karibu na stendi ya mawasiliano. Lakini kikubwa zaidi vitu anavyofanya, na hapa tukutana na mwalimu wa kompyuta ambaye kupitia taasisi hii anawafundisha watu wasioona, lakini pia mwenyewe ni hivyo, lakini ana uwezo mkubwa wa kufanya hiyo kazi. Lakini pia kuna vitu vingi tunaweza kuzungumza naye kuhusiana na maisha yake, lakini pia kazi anayoifanya ya kipekee ambayo kwa kawaida tu si rahisi kama unavyoona. Lazima upitie shule uweze kupata hiyo taaluma na uweze kuwajaza maarifa vijana wengine ambao wanapitia changamoto kama hizo na waweza kujikomboa kimaisha. Jina langu ni Yasini Nyitu, lakini hapa nikutana na mwenyeji wangu. Kwa majina naitwa Mwalimu Musa Njechele Zuberi. Musa Njechele Zuberi. Yeah. Okay. Huko kwenye taasisi, hebu tutambulishe taasisi hii. Hii ni taasisi ya Kiislamu ya Wasiona ambayo inashughulika na masuala yote yanayohusianayo na masuala ya Kiislamu. Lakini pia inatoa elimu tofauti ukiacha na elimu ya dini, lakini pia kuna elimu ya maisha ya kawaida. Moja ya elimu inayotoka hapa ni mafunzo ya kompyuta. Nimekuja darasani, nimekuta darasa hili limesheheni na wanafunzi watatu, na kila mwanafunzi mbona alikuwa yuko busy sana na kompyuta kujifunza na nini. Hebu tueleze kwanza hii taasisi yenu na hii elimu ambayo unapata. Hapa kama unavyoona tuko kwenye darasa kweli la kompyuta, na darasa letu la kompyuta lina kompyuta 3 lakini lina wanafunzi 12 ambao kutokana na kompyuta hizo 3 wanajifunza kwa session. Kwa kuna session ya kwanza itachukua wanafunzi 3, session ya pili, hatimaye kila mmoja aweze kupata dozi, sawa? Kwa hiyo wako katika level tofauti. Kuna ambao wanaojifunza kwanza kuijua tu kompyuta yenyewe. Kuna ambao tayari washasogea mbele, wanaweza wakafungua Word. Kuna ambao wanajifunza keyboard tu kama hii, kuijua tu yenyewe keyboard ili aweze kuitumia. Kwa hiyo wako katika madarasa au katika grade tofauti. Hivyo. Okay. Na wamepokeaje hizi course ambazo zinaendelea? Kimsingi wanafurahia. Niseme tu wamefurahia na wanaendelea kufurahia, na tunaendelea kupata wanafunzi kutoka maeneo tofauti. Lakini pia ikumbukwe kwamba pamoja na kwamba hii ni taasisi ya Kiislamu, lakini darasa la kompyuta liko huru. Mtu yoyote anaweza kuja kujifunza asiona bila kujali tofauti yake ya kidini yoyote. Kwa mfano kama hapa kushoto kwangu nina mwanafunzi, huyo ndio wa kwanza anakuja kujiunga leo hivi tunavyozungumza, lakini sio Muislamu, sawa? Lakini tumempokea kwa sababu darasa la kompyuta halina ubaguzi kwamba lazima awe Muislamu. Kwa hiyo tumeiweka hivyo wala kila asiona bila kujali tofauti yake ya kidini aweze kupata hiyo elimu ili iweze imkomboe na iwakomboe na wengine kwa jumla wake. Yeah. So wito wako uko kutokana na mahitaji? Kwanza niwakaribishe wasiona toka sehemu mbalimbali waje wajifunze kompyuta katika taasisi yetu hii. Lakini la pili ni waombe kwanza wahisani watuongezee vifaa. Watuongezee kwanza vifaa, kompyuta zitoshe kwa kila mwanafunzi. Walau ningepata hata kompyuta 30 kutoka 3 hizi nilizonazo ingekuwa vizuri sana. Lakini kikubwa kabisa sehemu sasa ya kuweza kuweka hizo kompyuta 30, maana yake ningepata lab. Kompyuta lab ingekuwa jambo moja zuri sana, darasa langu lingekuwa lenye ufanisi wa kutosha. Hiyo ni programu maalum ambayo inamsaidia asiona kuweza kutumia kompyuta. Kwa hiyo baada ya kuwa ameshaiona kompyuta, ameshajua aina za kompyuta, tunakuja sasa kumfundisha jinsi ya kuiaccess hiyo NVDA yenyewe, kuweza kubadilisha sauti, speed, sawa? Na setting tofauti zilizopo kwenye hicho kisoma screen. Tukishamaliza hapo sasa ndio tunakuja kwenye kumfundisha sasa keyboard. Tunakuja kwenye keyboard orientation.
Maana yake hizi button anatakiwa azifahamu zote kwa majina, na ipo button gani ipo sehemu gani, button gani ipo sehemu gani. Akishajifamiliarize na hizi button, ndio sasa tunaanza kumfundisha kufungua wedi na mambo yote yanayohusiana na wedi kwa ujumla, Microsoft wedi kwa ujumla. Au kwa kifupi tunasema tunaanza kumfundisha sasa Microsoft Office. Kwa hiyo mle ndani tunamfundisha hiyo wedi, tunafundisha Excel, tunafundisha PowerPoint na vitu vingine vyote vinavyohusiana na masuala ya Microsoft Office kwa jumla yake. Yeah. Na akitoka hapa maana anaweza kufanya kazi hata kwa ajili hiyo kwa bado akishatoka hapa, kwa mfano akishakuwa ameshamudu hivyo vyote, kwanza tunaandaa kwa ajili ya waweze kuwasaidia na wenzao. Okay. Watengenezwe walimu kwanza kwa ajili ya wenzao. Hapana, nisikilize. Kwanza tunawatayarisha kwa ajili ya waweze kuwasaidia na wenzao, lakini la pili iweze kumsaidia yeye mwenyewe, kwa sababu akishajua Microsoft Word, Microsoft Office imekaa iko vipi, sawa, anaweza hata kujifungulia stationery yake akaanza kufanya zile shughuli zote za stationery zinazofanyika kule. Sawa, lakini pili wanaweza wakaenda mbele sana, hata wewe unaweza ukachukua ukaweka pale kama mpiga type wako. Kwa hiyo ndio makusudi yetu kwamba tuwe na masekretari wasiona katika kila eneo. Okay. Yeah. Okay. Sasa kabla nienda mbali sana, nitaka tutaongea pia na wanafunzi wako hapa wale watatu wote watafanya yale ambayo ulikuwa unazungumza. Lakini nilikuwa nataka kama kuna uwezekano unaweza kama ukatupa tu maelekezo ya hiyo keyboard hizo vifupi vyake, labda kama unaweza kutuelezea. Kwa mfano unataka vifupi kwa maana ya yaani kama uielezee hiyo keyboard hapa. Kwa mfano hapa nina wewe mwanafunzi, sawa? Labda mimi ningependekeza kwamba badala mimi nielezee, labda nikuonyeshe namna gani ambavyo ninavyoweza kumfundisha mtu akijiorienti katika keyboard, sawa? Okay. Kama nilivyotangulia kusema kwamba hii keyboard hii kompyuta yetu inatoa sauti, sawa? Na hiyo sauti subiri kidogo tuongeze sauti huku ili iweze kusikika na uone namna gani ambavyo tunaweza kumfundisha mtu space. Sawa. Sasa hii ndio keyboard na tayari kompyuta yetu imeshawekwa kisoma screen na tupo tayari kwa ajili ya kumfundisha mtu jinsi kujifamiliarize, yani kuizoea hii keyboard, sawa? Kwa hiyo kwanza tunazizuia hizi keyboard input help on, hizi busy button zisiweze kufanya kazi yake ya kawaida, sawa? Kwa hiyo tunapoanza kufundisha, tunaanza kufundisha kuanzia huku, tunakuja hivi mpaka hapa, halafu tunasogea mpaka hapa. Kwa hiyo tunataka kwanza mwanafunzi azitambue hizi, sawa? Kwa hiyo tunaanza sasa. Hii button ya kwanza kabisa hapa tunaita escape, na ukiibonyeza utasikia nakwambia escape. Hebu ibonyeze escape. Umesikia wewe? Yes. Ukija hapa chini kuna button nyingine inaitwa grave, na ukiibonyeza utasikia inatamka hivyo. Hebu ibonyeze grave. Sawa. Kwa hiyo nataka kuzizoea hizi. Hii ni tabu. Inayofuata caps lock. Hii tabu inatumika kwa ajili ya kunavigate kutoka kwenye dialog na hasa ukiwa kwenye dialog box, ukiwa aidha mtandaoni ama ukiwa kwenye setting mbalimbali unazozifanya kuna navigate, sawa? Halafu kuna hii caps lock. Hii caps inafanya kazi kwa ajili katika kuweka herufi kubwa ama kuweka ziwe ndogo. Ukitaka ziwe kubwa zote unabonyeza hii caps, itakwambia caps on. Ukitaka hiyo herufi ndogo manake unaiweka off. Ukija chini yake hapa unapatana na left shift. Hii ni left shift. Hii left shift kazi yake
unataka kuweka herufi moja tu, unaandika kwa mfano. Unataka kuweka herufi ya kwanza tu iwe kubwa. Kwa hiyo unaishikilia hii shift, alafu unabonyeza herufi kisha unaiachia. Inayofuata ni nini? Left control. Ni control. Hii ndio tunasema master of action katika kompyuta. Sawa eh? Hapo sasa ndio tunakuja huku. Inakuja nini? Left window. Left window. Hii window ni kwa ajili ya kuianzisha kompyuta. Kama ni start menu ama start key. Tunakuja tena huku Left alt. Left alt. Alternative key. Ukiwa nyinyi mnaotumia mouse huwa mna ile left click na mna right click. Sawa eh? Sawa kabisa. Tuko pamoja. Sisi tunatumia hii Left alt. Left alt. Sawa. Alafu kuna space. Space. Hii ni kwa ajili ya kubonyeza kuacha nafasi kati ya neno na neno. Halafu tukisha tukija tunakuja Right alt. Right alt ambayo inafanana na yuku left alt kazi zake. Kwa hiyo kama unataka kufanya kazi kwa ajili ya kutumia mkono wa kulia, maana utatumia hii right alt. Ukitaka kufanya kazi kwa mkono wa kushoto, maana utatumia left alt. Ukishatoka hapo unakuja nini? Application. Sasa hii ndio ile mnaoita nini, ile double click. Sawa eh? Ukisha double click si ndio inakuletea the option zile open nini, na hasa unapotaka kufanya installation ya programu mbalimbali. Sawa eh? Ukishatoka application unakuja na backslash. Hii ni backslash. Nafikiri zile slash mnazifahamu. Sawa eh? Halafu ukiendelea upande huu unakutana na left arrow. Halafu mbele yake tena kuna down arrow. Halafu huku right arrow. Hapa juu yake kuna up arrow. Hizi ndizo ambazo zinazonisaidia mimi kunavigate kutoka kwenye neno moja linaloonekana kwenye kioo kwenda neno jingine, aidha linalotoka chini kwa kuja chini, ama kwa kuja kulia, ama kwa kwenda kushoto, ama kwa kwenda kulia. Mimi sioni hapa kwenye screen kuna nini. Sawa? Lakini hizi button hizi, arrows hizi ndizo zinazomsaidia mwanafunzi kujua upande wa kulia kuna nini na upande wa kushoto kuna nini, juu kuna nini, chini kuna nini. Kama ambavyo ukichukua mouse yako wewe, sasa mimi mouse yangu ndio hii. Kwa hiyo kwanza tunamuelekeza mwanafunzi aweze kuzitambua hizi. Nikishamaliza hapo namuuliza, nibonyeze escape iko wapi? Escape. Nibonyeze application iko wapi? Applications. Umeona? Kwa hiyo lazima azijue kwanza ziko wapi na zinaitwaje. Sawa? Tukishamaliza hatua hiyo sasa ndio tunaanza kumpa kuweza kupanga vidole. Sawa? Na vidole lazima avipange kwa utaratibu. Kwa hiyo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Muhammad Ramadhani Matiku. Karibuni Vimdat. Tuendelee. Na leo hapa tunashukuru Mwenyezi Mungu, wageni wote wamekuja kutembelea Bongo 5. Na mimi niko tayari hapa kuwaonesha mafunzo ambayo tayari nilishayapokea kutokea hapa Vimdat, na nina create table. Yes, kwa maana kwamba kwa mfano hospitali ile siku hizi naona kuna ile wanaandika jina unapotoka mahali, kwa hiyo na mimi mtu asiyeona naweza kuifanya kazi hiyo. Cortana window, search box, edit blank. Naifungua Word. Add settings, trusted Microsoft, desktop, shut the desktop list, NVD, start window, Cortana window, search box, edit, Word, desktop app, press right. Word, home grouping, good afternoon, new grouping, list, blank document.
Microsoft Word document edit multi-line page 1 section 1 blank. Ribbon tabs tab control collapsed. Home tab alt. Insert tab alt. Lower ribbon grouping. Insert grouping. Pages grouping. Cover page collapsed. Your document will make a break blank page but a page break but tables grouping. Table collapsed a naona kwa jinsi inavyoniambia kwamba tables grouping 1x1 table 1 of 80 1x2 1x3 1x4 1x5 1x6 1x7 1x8 insert table insert table dialog table size number of columns edit alt plus C selected 5 hapa kutokana na mahitaji yangu sasa mimi nataka niweke ziwe 10 6 7 8 9 10 10 selected number of rows edit alt plus R selected 2 3 4 5 6 fixed column width auto fit behave remember dimensions for new okay but document 1 word Microsoft Word document edit multi-line table with 6 rows and 10 columns level 1 row 1 column 1 page 1 section 1 hapo tayari sasa naanza kuicreate table yangu kwa nataka kwanza nihakikishe kweli nipo kwenye nyumba namba 1 column 2 column 2 column 1 column 1 nataka niandike S N na hama column 2 naandika J I N A SNG space not comma K A M I L I column 3 M A L I Kamili Mahali space A B O D O K A mahali anapotoka column 4 mahali anapotoka N A M B A Potakanamba space D Y A S I M U column 5 S A H I column 4 number Yasim column 3 Mahali Anapata column 2 Gina Kamit column 1 SN kwa nikishafika hapa kwenye SN labda naweza nikatoa mfano kitu kingine tena hapo kwamba row 2 naandika mtu wa kwanza 1 column 2 ambapo juu yake niliandika jina kamili ambapo labda naweza nikaandika M O H A
M E D Sinusahid one Mohammed space. Nashukuru Mwenyezi Mungu, naweza nikatoa historia kidogo kwa ufupi kwamba kama hivyo ulivyoelezea, na mimi naweza nikatoa ushuhuda kidogo kwamba mimi ni kati ya watu ambao hapo mwanzo walikuwa ni wazima, naona na macho yangu mawili, lakini ilipofika mwaka 2010 ndipo Mwenyezi Mungu akapitisha kadari yake, nikakosa uwezo wa kuona nikiwa form 1. Kwa hivyo ikanikosesha kuendelea na shule kutokana na namna wazazi walivyokuwa. Kwanza hawakuwa wanaamini kwamba mtu asiyeona anaweza kaendelea kusoma, alafu pia kuna ile kutokuamini kwamba ndo tayari ameshakuwa mlemavu. Yaani kwa hiyo tulikuwa tunazunguka kwa madaktari, hospitali mbalimbali. Kwa kuja mpaka kuja kuzinduka tayari muda ulikuwa ushaenda. Kwa kila shule nilikuwa nikienda walikuwa wananikataa kwa sababu ya umri. Wanasema huyu tayari alishakuwa mtu mzima, sisi hatuwezi kumpokea hapa kwa shule yetu hii jinsi ilivyo. Yaani shule nyingi nimetembea. Kwa hivyo nikawa nawaza nini kitanikomboa. Kupitia kongamano fulani hivi la inaitwa Fimbo Nyeupe la wasioona, nikapata kwamba kumbe wasioona pia wanaweza kusoma kompyuta. Nikawaza moja kwa moja, nikaona mbona wanaoona naona wanafanya kazi za library. Kwa hivyo nikasema basi na mimi ngoja nijikite kwenye kutafuta mafunzo ya kompyuta ili niweze kupata mafunzo hayo, na inshallah Mwenyezi Mungu nikipata wawezeshaji basi pindi nitakapofuzu mafunzo haya niweze kupata library ambayo iniwezeshe kuwa naingiza shilingi 2-3 kwa ajili ya kusongesha maisha, kwani kigezo yani kutokuona haijawa kigezo cha mtu kuomba. Na naweza kusema wale wanaoomba sio kwamba wana makosa sana au wana faida sana, bali ni kuto kuelewa tu jambo fulani. Inawezekana hata na wenyewe wakieleweshwa wanaweza kukimbilia fursa kama hizi. Okay. Pale umetuelekeza ulikuwa form 1. Nini kilitokea? Hapo mwanzo kabisa mwaka 2006 nilikuwa na matatizo ya macho ya ambayo yalipelekea jicho langu moja kutokuona, jicho langu moja la upande wa kulia. Basi ilipofika mwaka 2006 nikaja CCBRT nikafanyia operation, lakini bado yani haikuwa tatuzi, yani haikupatikana utatuzi wa tatizo. Lakini baadaye nikatumia jicho moja kuanzia la 4, la 5, la 6 mpaka la 7. Kwa hivyo madaktari wenyewe walivyonielezea walisema kwamba ili jicho lilishindwa nguvu ya kuendelea kufanya kazi ambayo lilikuwa limebakia moja. Kwa hivyo kadri siku zilivyokuwa zikienda nilikuwa napunguza uwezo wa kuona, kwa sababu nakumbuka hiyo 2010 mwanzoni mwezi wa 6 nilikuwa sioni mbali. Kwa hivyo ilikuwa inanilazimu nikae deski la mbele kabisa. Lakini baadaye ikaja hata mbele tena, nikawa nasogea mbele zaidi kwenye ubao. Ikaja mwishoni sasa inakuja kwenye mitihani ya mwezi wa 12 ambao itanifaulisha mimi niende form 2. Ikatokea shida kubwa kwamba nikaingia kwenye mtihani na miwani zaidi ya 2, kila miwani ninayoibadilisha, na maana yake nilienda hospitali wakanibadilishia miwani ambayo nilikuwa navaa. Kwa kila miwani nilizokuwa nikibadilisha, nikileta, nikivaa hapana ninachoona, ndipo hapo shule yangu ilikositishwa. Okay, so una wito gani kwa Watanzania kwa ujumla baada ya haya mafunzo? Na tunatoa wito kwa jamii, kwanza itoe support kwa taasisi yetu, alafu pili kama pia kuna uwezo mtu anaweza kujitokeza kumsupport mtu mmoja ambao sisi wanafunzi sasa kutusupport mmoja, kama kuna mtu anaweza kutupa laptop, akatupa computer ambayo anajua kabisa kwamba hii inaweza kumsaidia huyu kijana kujiendeleza, nazo tunahitaji ukitoa hizi kompyuta ambazo zitakuja kwa ajili ya taasisi. Asante ndugu mtangazaji. Sisi hapa kama darasa la kompyuta, kama nilivyotangulia kusema hapo mwanzoni kwamba tuna upungufu wa kutosha kabisa wa kompyuta. Kama nilivyosema kwamba nina wanafunzi kama 12 ambapo hao wanategemea mashine 3 tu za kufanyia kazi. Kwa hiyo kama tungepata
mashine za kutosha tu kwanza wanafunzi hao, nafikiri ingekuwa jambo moja la maana sana. Lakini kwa ujumla tungepata kama mashine 30 hivi, naona lingekuwa darasa moja zuri kabisa na lingeleta ufanisi. Lakini bado tulikuwa tuna tatizo pia la kupata printer, kwa sababu katika mafundisho yetu pia tunaelekezana jinsi ya kuweza kuprint. Sasa printer nayo pia hatunayo kwa ajili ya kufanya practical ya kuprint. Lakini pia tuna masomo pia ya internet, hatuna access ya net. Tungepata hata wifi moja hivi ambayo yenye ku access mashine 30 au 16, nafikiri ingetusaidia sana katika tutakapofika katika somo la internet tuweze kufanya hivyo vitu kwa matendo. Nafikiri ni hayo sana ndio mahitaji ya darasa langu. Asante. Okay, labda kwa hao ambao wataamua kuwachangia labda namba za simu. Kwa hawa ambao watakuwa tayari kutufadhili, nafikiri ofisi ina utaratibu ambao imeandaa. Sifahamu ile namba kichwani. Lakini tutaongea na mkurugenzi. Nafikiri itakuwa. Shukrani sana. Haya, asante. Hongereni sana. Nashukuru sana.